Nini shauri liko mahakamani na watu wengine wanalima? Tuambie, kwa nini watu wanalima na shauri liko mahakamani? Wao nani kawapa hiyo haki? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuhusiana na swala la kesi, baada ya kuzungumza na wakili ambaye anawatetea wananchi, kulingana na namna hukumu ilivyotenguliwa, mahakama haikuelekeza nani alitumia lile eneo. Kwa hiyo baada ya kuzungumza na wakili, nani alikuwa ameshtaki? Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika hiyo kesi hao watu 91 walishtaki wananchi 129. Kwa hiyo baada ya kutolewa kwa hukumu, ilitolewa baada ya kusikilizwa kwa upande mmoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kutenguliwa kwa hiyo hukumu ambayo ilihukumiwa kwa kusikiliza upande mmoja, mahakama haikusema nani atumie ile eneo. Kwa hiyo baada ya kuzungumza na wakili ambaye anatetea wananchi, alitoa mambo mawili. La kwanza, alisema wananchi wanaweza kwenda kuomba maombi mengine madogo ya kuomba mahakama iseme nani atatumia hilo eneo au libaki bila kutumika na mtu yoyote. Kesi iliyokuwa imetenguliwa ilikuwa inahusu nini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kesi iliyokuwa imetenguliwa ilikuwa imehusu kuwapa ushindi wananchi 91 dhidi ya wananchi 129 kwa ekari 3515. 91 ni wapi na 100 na... Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi wanaposema kwamba kuna wananchi 9 wanalima, upo uhalisia kwa kiasi fulani, kwa sababu wale 91 walioshtaki uhalisia hatujawahi kuwaona hao 91, lakini kilichoamuliwa mahakamani ni hukumu kati ya wananchi 91 walioshtaki dhidi ya wananchi 129 katika ekari 3515. 129 ni wapi na 91 ni wapi? 91 ndio hao walioshinda kesi, 129 ni upande wa wananchi. Mwanasheria yuko wapi? Mwanasheria, hebu tuambie hilo jambo likoje? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyoeleza Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mwaka 2019 kulikuwa na wananchi ambao ni wenyeji wa hapa waliokuwa wanauza ardhi kwa wananchi wengine wanaohama kutoka kwenye maeneo mengine kuja hapa Stariki. Miongoni mwa walionunua ni kati ya hao wanaosemekana ni wananchi 91. Hao wananchi baada ya kuwa wamenunua walianza shughuli za kilimo kwenye eneo hilo la mbuga, lakini ilipofikia mwaka 2020 ilionekana kwamba kuna baadhi ya wananchi hawana maeneo ya kulima. Ikaonekana kwamba wale wananchi 91 ambao walikuwa wananunua kwa wananchi wengine wenyeji, kwamba hao walio wengi hawakuwa na taarifa na serikali ya kijiji haikuwa na taarifa kwamba kuna ardhi hiyo ilikuwa inauzwa. Kwa hiyo mkuu wa mkoa wakati huo alipopita hapa alipata hiyo kero kwa wananchi, akaelekeza mkurugenzi aunde timu ya kufuatilia hiyo kero. Baada ya timu hiyo kuundwa, ikabainika kwamba ni kweli wale wananchi wachache waliuziwa kinyemera pasipokuwa na uhalali, kwa sababu eneo lile halikuwa eneo lao halali. Baada ya hapo maamuzi ya mkuu wa mkoa akaelekeza kwamba basi wananchi wengine pia wapewe, kwa maana ya kugawiwa na serikali za vijiji vya Starike na Igongwe. Baada ya kuwa wamegawiwa, wananchi mwaka 2020 walianza kwenda kufanya kazi kwenye eneo hilo la mbuga. Baada ya hapo, wale wananchi wachache walionunua wakaona kama vile wamevamiwa, na hivyo wakaamua kwenda kufungua kesi mahakamani, Mahakama Kuu.
na hii kesi ni kesi namba 1 ya mwaka 2020. Kesi ile baada ya kuwa imefunguliwa ilisikilizwa upande mmoja. Ilisikilizwa upande mmoja kwa sababu wananchi wale walioshtakiwa kama alivyosema mkuu wa wilaya, wananchi 129, baadhi walipewa samasi za kuhudhuria mahakamani, lakini hawakufanikiwa kutoa utetezi wao. Wananchi, naomba msikilize, nimesema baadhi. Wengine hawakupewa taarifa. Baada ya hapo kesi ikawa imeruhusiwa kusikilizwa upande mmoja, na baada ya kuwa ushahidi wa upande mmoja umekamilika, mahakama ilitoa hukumu ya upande mmoja kwa kuwapa haki hao wananchi 91. Wale wananchi wachache ambao hawakupata taarifa, baada ya kupata taarifa kwamba kuna kesi ilihukumiwa, waliamua kufungua maombi madogo ya kuomba kutengua hiyo hukumu ya upande mmoja. Maombi yao yale yalisikilizwa na yalitolewa uamuzi, ambapo mahakama ilikubali kuwaruhusu kwamba wana haki ya kusikilizwa. Baada ya kuwa hukumu ile imetenguliwa, mahakama sasa ilitoa fursa kwa wananchi wote wanaohusika na hiyo kesi, kwa maana ya wale 91 dhidi ya wale 129 waweze kuwasilisha utetezi wao mahakamani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kesi tayari imeshapangiwa tarehe. Bahati mbaya Mheshimiwa Jaji aliyekuwa anaisikiliza alipata majukumu mengine ya kusikiliza kesi za mauaji. Kwa hiyo ikawa inaendelea kusubiri kupangiwa tarehe nyingine kwa ajili ya kuanza kusikilizwa. Kwa mara ya mwisho kwenye mfumo inaonyesha kwamba itaanza kusikilizwa tarehe 19 mwezi huu, siku ya Jumatatu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutokana na maelezo hayo, upande wa mahakama wako tayari kusikiliza kesi hiyo, na kama Mheshimiwa mkuu wa wilaya alivyoeleza, wakili yuko anasimamia kesi hiyo, na sisi kama halmashauri tunashirikiana naye kwa sababu serikali ilishawahi kuomba kuunganishwa kwenye kesi hiyo kupitia kwa wakili mkuu wa serikali. Mahakama ikakataa kwamba tayari serikali ilishagawa ile ardhi kwa wananchi, kwa hiyo haina maslahi tena na ardhi hiyo. Kwa hiyo tukawa tunabaki tunasaidiana na wananchi kupitia kwa hiyo wakili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Kwa nini kama ilishatenguliwa, kwa nini wengine wanalima na wengine hawalimi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoja ni nzuri. Kama alivyoeleza Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwenye ile amri ya kutengua hukumu, mahakama haikuelekeza kwamba kwa kuwa sasa kesi imetenguliwa basi atakaye lima labda ni fulani. Iko kimya. Lakini kwa utaratibu mheshimiwa, hapo iko kimya. Hawa nani kawaelekeza? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hakuna aliyewaelekeza kwamba atalima fulani. Kwa nini mmewaacha walime? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyoeleza mtoa hoja, ni kweli wale wawakilishi wa wananchi kwa maana ya timu ya ufuatiliaji wa kesi ilifika ofisini kwa mkuu wa wilaya, na mimi ni kweli nilishiriki kwenye hicho kikao. Baada ya kujadili kwa kina, ilionekana kwamba kuna mambo ya kiusalama ambayo Mheshimiwa DC sasa anatakiwa atoe maelekezo. Kwa hiyo kwa mara ya mwisho Mheshimiwa DC kwa sababu za kiusalama alitoa tamko kwamba nini kifanyike. Wale wanaolima sababu za kiusalama wamezitoa wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye mambo ya kiusalama sio mtaalamu sana. Au ni mashamba yenu mnatupotezea muda hapa? Au mashamba yenu hapo mnatupotezea muda? Hapana. Hebu tunapotezea na muda hapa. Au ni mashamba yenu? Hapana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hawa wengine wanalimaje na wengine wamezuiwa? Hawa wanapata wapi usalama na wengine wanakosa usalama?
Ninyi si mmesema wananchi walioenda wakagawiwa? Ndio, wananchi walishagawiwa, ndio ikaonekana kwamba hawa wamevamiwa. Mnawazuiaje na imeshatenguliwa kwamba hawajavamiwa? Mnawazuiaje kulima kwenye maeneo mliowagawia wenyewe? Hebu mkuu wa wilaya, hawa wananchi serikali si mliwagawia maeneo? Ndiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa wananchi waligawiwa ardhi mwaka 2020. Ile waliogawiwa imeenda wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ardhi ambayo waligawiwa hawa wananchi ndio ardhi hiyo yote ambayo ilishtakiwa mahakamani. Ilishatenguliwa, maanake baada ya kutenguliwa imerudi kwa waliogawiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kutenguliwa ambapo tulikutana na hawa wananchi tukamshirikisha na wakili wao, wakili akawashauri ili mahakama iweze kusema nani anatakiwa atumie hiyo ardhi, wapeleke maombi madogo, lakini akawaambia kupeleka maombi madogo mengine yatachelewesha kesi yao ya msingi ambayo wanaendelea nao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa wananchi nilikutana nao, lakini pia walifika na kwa wakili akawa ameshauri hivyo. Kwa hiyo sasa hivi Mheshimiwa Waziri Mkuu, hakuna aliyewaambia walime kule hawa ambao wanalima, ila baada ya wakili kutoa huo ushauri na wao pia tulisimama kwenye huo ushauri. Ni mwenyekiti wa kijiji. Hebu tuambie kwanza nani aliuza maeneo haya? Shukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa jina naitwa Juma Mapunda, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi mwenyekiti wa kijiji na ndio mwenyekiti wa kamati ya hiyo mbuga. Hiyo mbuga mpaka sasa hivi wananchi kama alivyoeleza Mheshimiwa mbunge, wananchi tumechangisha pesa. Mimi kama mwenyekiti wa kamati tumeenda tumetafuta wakili kama kijiji wakili wetu amesimamia vizuri, ile kesi ikatenguliwa. Bahati nzuri mimi kama mwenyekiti wa kamati ya mbuga, Mheshimiwa DC aliniita na kamati yangu ya mbuga. Alivyoniita na kamati yangu ya mbuga akasema hukumu imetenguliwa. Wewe mwanasheria wa halmashauri unasemaje? Akasema hivi, huyo ni mtaalamu sasa wa halmashauri. Akasema hivi, hairuhusiwi pande zote mbili kuingia mbugani mpaka hukumu itapoendelea. Na Mheshimiwa DC akiwa na kamati yake nzima ya ulinzi na usalama tukiwa naye pale mkoani. Baada ya hapo kwenye hitimisho akatoka nje akasema haitakiwi watu wowote kuingia. Tumefika kijijini, Mheshimiwa DC akaniita tena na kamati yangu. Baada ya kufika pale tunasubiria hicho kikao, napigiwa simu na wananchi. Mwenyekiti, mpaka sasa hivi upande wa pili wanaingia kwenye kamati ile. Akasema bwana nanyosha kidogo na pale haitakiwi wananchi waingie kule. Nikamwambia Mheshimiwa DC, kule kuna upande wa pili. Mazimio yako ulisema kwamba pande zote zisiingie. Sasa kwa sababu gani upande wa pili unaingia? Nasema hakuna chochote, rudini huko. Kwa hiyo Mheshimiwa, tunaanza ya hatari. Hiyo mbuga tumepewa halali na hati tunazo na hukumu tumetengua. Mimi na ndio naenda mahakamani miaka 3 naangaikia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mtendaji wa serikali, sasa hivi hii serikali ni kazi na utu unaufanya. Mungu atakubariki. Hapa kijiji cha Salike tuna changamoto. Haya yanayoongelewa ndio ufalsafa wa hiki kijiji. Halmashauri ya Nsimbo ina vijiji 58. Mwenyekiti mwenye misukosuko ni mimi mwenyekiti wa Salike. Kwa sababu Mheshimiwa diwani kula ambayo hazikuenea alikuwa amewapa kaeneo wananchi wafanye pale. Baada ya pale akatoa taarifa kwenye serikali yangu ya kijiji. Akasema hivi, Mheshimiwa mwenyekiti, naomba wale wakina mama watoke pale. Kwenye eneo langu hapa la kijiji, kuna eneo la kijiji liko pale. Nikawatoa wale wakina mama wakaenda pale.
msukosuko niliyoupata anajua Mungu mheshimiwa. Watu wa TANAPA wamekuja pale, nikuwaza wale watu, nikawaambia nyinyi, mimi sitaki kuongea na nyinyi, hili sio eneo lenu, ni kesi hapo. Mwenyekiti changamoto, wanaenda halmashauri, kwa mwenyekiti wa halmashauri ndio tatizo, mwenyekiti wa kijiji ndio tatizo, wakati hili eneo ni eneo la kijiji. Mimi kwenye serikali ya kijiji nimeingia mle, sijakuta document yoyote inayoonyesha kwamba TANAPA kapangishiwa pale, na lile eneo ni la kijiji. Kwa hiyo ninachokuwa nakiona, hilo eneo linahusu nini? Lile ni eneo liko kijijini. Kipindi cha kabla ya miundombinu ilikuwa ni eneo la ujenzi. Kipindi cha ujenzi mwaka 74 tulikuwa tunakaa kijiji 74. Kuna mtu wa TANAPA hapa? Hebu tuambieni, hilo eneo na kijiji mnagombania nini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, maelezo yaliyozungumzwa ni kweli. Kuna eneo liko nje ya hifadhi ambalo kihistoria lilikuwa linamilikiwa na ujenzi kama ilivyozungumzwa mwenyekiti, na kwa sasa tunasema lilikuwa linamilikiwa na TANROADS. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba unipe fursa. Hifadhi yetu ya Katavi inapitiwa na barabara kubwa mbili. Moja ni hii tuliosimama inayoelekea mlima wa Mfuta, nyingine ni hiyo tutakayoipita tunapoenda Mpindwe. Sasa ulikuwa ni mtazamo wa hifadhi kwamba ili kudhibiti utalii na shughuli nyingine, tunaomba tupate ile eneo tulimiliki ili kujenga lango, na hilo lango halitabadilisha umiliki wa ardhi kutoka kijijini. Ni jengo tu ambalo kama serikali imeomba nje itapewa hati na itajenga hilo geti. Naomba kuwasilisha. Haya, hilo bado halijakubalika. Basi kwanza bado halijakubalika. Hebu twende hilo la ardhi, hebu twende hilo la mbuga. Kwa hiyo ile upande wa mbuga mpaka sasa hivi ndio iko hivyo. Sasa hivi hebu ngoja tuelewane vizuri. Yule wakili wa wananchi yuko wapi? Wakili wa wananchi wa kijiji yuko wapi? Yuko mkoani. Na mwanasheria ndio tumekusikiliza. Mheshimiwa mbunge, mkutano kwenye jimbo lako tunafanya lini? Manake huu uliomba tu mwenyewe. Ule wa kwenye ratiba huko lini? Huko kesho asubuhi mheshimiwa. Huko kesho asubuhi. Ndio. Mnaonaje wananchi, wakili yule aletwe kesho asubuhi tuanze nalo hapa hivi? Mnaonaje kesho asubuhi wakili huyo aje anayewawakilisha pamoja na mwenyekiti, mje na kila kitu, mje hapa. Sio hapa mheshimiwa, tutaenda sehemu nyingine lakini nitakuja. Ni wapi? Ni sehemu nyingine, upande mwingine tutakwenda kesho. Tunafanyia wapi? Kwenye kata ya Songa Mbele. Kata ya Songa Mbele. Ndio. Mimi nataka kusikiliza hili la mbuga, hili lazima lifike mwisho hili. Sawa. Nataka hapa